kwenda, lakini nataka kusema hivi na kuzungumza hivi kwa upole. Ninawashukuru sana nyinyi ndugu zangu na dada zangu kwa sababu ya makaribisho yenu na ukarimu wenu. Tumekuwa hapa tangu asubuhi, tumekuwa na mkutano na viongozi, mmetukaribisha kila mahali tumeenda. Na amani ambayo iko hapa, kwa sababu kuna watu kutoka sehemu zingine za Jamhuri ya Kenya tu uhakikishe kwamba umefanya kazi yako bila kumumia ama kumudhuru Mkenya mwenzako. Ya pili, ninataka kuomba kwa unyenyekevu, na ninawaomba hata viongozi wetu wale ambao tuko hapa nao, viongozi waheshimiwa, wajumbe wa bunge, hii safari ya kuunganisha upinzani itachukua muda na ni safari ndefu. Tunataka kuenda kwa hii safari kwa mapenzi, kwa heshima kwa viongozi wote, na kama kunatokea jambo lolote tutazungumza. Na niliwauliza asubuhi tukiwa kwa mkutano wa viongozi, munipee nafasi mimi, kwa sababu ya pande hii yetu yote ya Kuria na Kisii na wengine wote katika sehemu ya Kenya, niko na njia ya kuongea na niko kwa meza na wale tunazungumza nao. Tutazungumza polepole. Hata ukiona mmoja wetu amezungumza hivi, labda ni kwa sababu ya uchungu ule tumesikia vile nchi yetu imeharibiwa, lakini mimi nina imani na kila mmoja ya mwenzangu wale tuko nao kwamba tutaafikiana, kwa sababu Wakenya wanataka tukae pamoja. Ama mtaki tukae pamoja? Mnataka tuungane, na kutuunganisha lazima iwe ni kuvumiliana. Na ninawaomba viongozi, tafadhali, ninawaomba sana kwa unyenyekevu, wacha tu tuzungumze polepole katika mambo haya. Kama ni principle, mimi nitazungumza na hawa wenzangu polepole. Ninawaheshimu wote, na mimi nina imani kwamba tutazikizana nao, na ikifika wakati wa kutoa uamuzi, Mwenyezi Mungu atatusaidia, na kuna Wakenya wengi ambao wako na ujuzi wa kuunganisha watu, watatusaidia kuungana sisi wote. Nimalizia haya mambo ya pande hii ya Kuria. Shida ambayo tuko nayo hapa ya wizi wa mashamba, mambo ambayo mmeona ikifanyika pale Uitembe, tuseme ukweli hadharani, ni mambo ambao wakubwa wa serikali wao wenyewe wanataka kunyakua mashamba ya Wakuria kwa sababu ya madini ambayo yako katika hiyo ardhi. Na ninawaomba, hatukupata uhuru ili tuje kupiga Wakenya wenzetu risasi, kuwadhulumu, kuwafukuza na kuwaua kwa sababu ya shamba ambayo ni yake. And even then anyway, how much wealth do you want and how much will you be satisfied with? Tukae wangwana, tuache kutumia watu wetu na kuwaona kama wanyama. Sisi majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukipata nafasi, ninawahakikishia hatuwezi kukubali maneno kama yale. We will cancel those allocations na we will reverse them. Hatuwezi kukubali maneno kama hayo. Na mambo mengine mengi, ninaomba serikali, imekuwa sasa askando vile walimu wanaajiriwa. Hatujalipa walimu ambao walisahihisha mtihani about a year ago. How do you expect these teachers to operate? They have not been paid. I am asking you, please pay the teachers. Mnasema mko na namna, mko na hela. Lipeni walimu ile kazi walifanya. Na it's October last year, we are almost a year up to this time, hawajalipwa. Even this issue of promotions za walimu, stop politicizing promotions. Eti lazima ukijulikana na mtu mkubwa ndio utapata kupandishwa madaraka. Merit, justice, kila mtu awe treated fairly and equally, kwa sababu kama kila mtu anahitaji kujulikana ili apewe kazi, mimi nani angenijua mimi Fred Matiang'i Mukisi aende kunipea kazi World Bank? Ni merit, kwa sababu unafanyishwa interview, watu wanakuangalia, wanasema unatosha ama hautoshi. Na sisi tufanye hivyo badala ya kusumbua watu eti lazima sasa we subject our professionals to political life, waende kupiga magoti kwa wanasiasa ili wapewe kazi kama walimu na mambo kama hayo. This is immoral, it is wrong, it's unacceptable. Tuwache haya maneno. Ndio tunaambia serikali wawache haya. Sisi tunawaahidi wananchi, hatusemi maneno yale ambayo sisi tutakuja kutoroka na uongo wa kuwadanganya hapa. We will not make excuses and run away from promises and commitments we make. We are ready, we are responsible, we will do the right thing for our country, and we will manage our country more responsibly than what you are seeing going on in this country. Tuungane tu sisi wote. Bora tu tuweke amani, tuweke mapenzi, tusisumbuane na mtu yeyote. Kila mtu wako na haki kuingia chama yake anataka na kuhubiri injili yake.
Wakati wa kura ukifika, nyinyi wananchi mnajua vile mtafanya. Si mnajua vile mtafanya? Nionyeshe, unajua hapa ni nyumbani. Si hapa ni nyumbani? Basi hata wale ambao walikuwa wakinifanyia kazi nikiwa kwa serikali ya kina Magaigwa, hapa ndio kwao. Kwa hivyo unajua sasa Chacha na Maigwa wote wale tulifanya kazi nao kwa security, walikuwa wananisimamia, wananilinda na kwingine huko, ni watu wa hapa. Na wale ndugu zenu ambao tulifanya kazi nao akina Nelson Marwa, Professor Chacha Nyaigoti Chacha na wengine, sisi zote ni familia, sisi ni wamoja. Tukae pamoja jamani, ili tuende mbele tukiwa pamoja. Na ninawauliza hivi, mnanipea ruhusa niendelee mbele kutafuta kiti? Mtanisupport? Mtanipigia kura? Nataka leo kutoka hapa nione wale ambao mnanipea idhini kwamba niendelee mbele, nionyeshe kwa mkono. Niongee na wale wengine, tutafute namna ya kuleta mabadiliko katika Jamhuri ya Kenya. Asanteni sana ndugu zangu na dada. Mungu na wabariki. Mheshimiwa